Mheshimiwa Mwigulu, karibu tutoe shukrani, na ukimaliza kaa kwenye kiti chako rasmi. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ruzuku ya uhai na kutukutanisha katika bunge la 13. Namshukuru Mungu vile vile kwa hatua hii ambayo tumetoka kuishuhudia. La pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo na Watanzania. Ushindi huo ni uthibitisho wa imani kubwa Watanzania walionayo kwake pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Spika, katika miaka mitano Daktari Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais anayetaka matokeo ya haraka yanayotatua matatizo ya Watanzania. Amefanya hivyo wakati alipoapishwa kulikuwa na tatizo kubwa la umeme. Aliweka jitihada kubwa za kukamilisha mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere na kuachilia umeme ule ambao umemaliza kabisa tatizo la kukatika kwa umeme na kuipa nchi ziada ya umeme. Alipoingia madarakani kulikuwa na tatizo la vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto kutokana na upungufu wa hospitali na vituo vya afya. Katika kipindi kifupi amejenga zaidi ya hospitali 119 za wilaya, zaidi ya vituo vya afya 649 katika kata mbalimbali na zaidi ya zahanati 2800 kwa nchi nzima. Katika kipindi kifupi kulikuwa na shida ya shule pamoja na madarasa, na tulikuwa tukiona baadhi ya wanafunzi wakisomea chini ya miti. Katika kipindi kifupi amejenga shule mpya zaidi ya 2700 za msingi na amejenga zaidi ya shule 1300 za sekondari na madarasa zaidi ya 1097. Hivyo hivyo katika sekta zingine ikiwemo kununua CT scan hospitali zote za mikoa, MRI kwenye hospitali zote za kanda, pamoja na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Hiki ndicho kilichowafanya Watanzania wamchague kwa wingi, na nimetaja tu kwa uchache. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani hii kubwa. Natambua imani hii si kubwa tu kwake, bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania kwa kunipendekeza katika bunge lako tukufu kushika nafasi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uzito wa majukumu haya pamoja na matarajio yake pamoja na matarajio ya Watanzania. Nitafanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na jitihada kubwa kuweza kukidhi matarajio hayo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Watanzania kuwa makamu wa rais. Tuna imani na utendaji wake na tunaamini kwamba atamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Dr. Hussein Mwinyi kwa kuchaguliwa na kuaminiwa kuwa rais wa Zanzibar. Ushindi wake ni ishara na uthibitisho wa kazi kubwa alizofanya za kuwaletea maendeleo wa Zanzibari. Namtakia kila laheri katika utumishi wake mpya. Mheshimiwa Spika,
nitumie fursa hii kumpongeza mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yangu Hamza Johari amekuwa kiungo muhimu na amekuwa akisaidia sana majukumu yanayohusu sheria kama custodian wa masuala ya sheria wa serikali. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bunge la 13. Natambua nia yako thabiti ya kulifanya Bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Niahidi kwa niaba ya serikali tutatoa ushirikiano wa dhati kuweza kuhakikisha kwamba unatimiza malengo yako hayo ya kulifanya Bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Philip Mpango, makamu wa rais mstaafu, kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Tutamkumbuka kwa unyenyekevu wake, kwa maono yake na usaidizi wake uliojaa utii. Dr. Mpango amefanya kazi yake kwa uthabiti mkubwa. Nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu. Nimpongeze Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu, kwa kazi kubwa aliyoifanya bila kuchoka ya ufuatiliaji wa miradi, ya ufuatiliaji wa shughuli za serikali, kwa unyenyekevu wake, kwa uadilifu wake na kazi kubwa ambayo amefanya kwa taifa letu. Naamini kila Mtanzania anatambua jitihada alizofanya katika kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, niruhusu niseme nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa imani hii kubwa mliofanya ya kuthibitisha jina langu. Asanteni sana, mmenipa faraja na mmenipa deni kwa imani hiyo kubwa mlionipatia. Niwaahidi tutashirikiana nanyi, serikali itashirikiana nanyi, itapokea maoni yenu, itapokea hoja zenu, tutawasikiliza. Na Mheshimiwa Spika, niseme tutawasikiliza bila ubaguzi, hata walio wachache watakuwa na fursa sawa, kwa sababu bunge lako ni bunge moja. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, niseme tu tuko na kazi kubwa mbele yetu. Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu. Kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali, lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050, na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya 6 kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025-2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo, huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani, ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu.
Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Tanzania, na hasa kwa kuzingatia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais wa matokeo, rais wa matokeo ya haraka, rais anayetatua matatizo ya Tanzania. Kwenye maeneo ambayo amepokea vijiji vikiwa havijapata umeme, ndani ya muda mfupi alimalizia vijiji vyote vikapata umeme. Watanzania wanatarajia takriban vitongoji 28,000 ambavyo havijapata umeme sasa vikapata umeme. Hayo ni mambo makubwa ambayo yanasubiriwa na Watanzania katika kipindi hiki kinachofuata. Si hivyo tu, Mheshimiwa Rais ametoa ahadi kupitia ilani ya uchaguzi kushughulikia tatizo la ajira kwa vijana, takriban kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Hii ni kazi kubwa ambayo tutafanyia uratibu, usimamizi kuweza kuhakikisha kwamba ndoto ya Mheshimiwa Rais ya Watanzania wa vijana wetu kupata ajira inatimia. Tutaratibu mpango mkakati ndani ya serikali na kushirikisha sekta binafsi kuweza kuhakikisha kwamba dira hiyo ya Mheshimiwa Rais ya kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 inakwenda kutimia. Mheshimiwa Spika, pamoja na Tanzania kuwa nchi tajiri, bado tuna asilimia isiyopungua 8 ya Watanzania, asilimia